Wakati wa usikilizaji wa masahihisho siku ya leo, kuna jambo ambalo lilitokeza na lilihojiwa sana juu ya ile amri ya zuio ya tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 ilimuhusu nani na nani na ilikuwa na mipaka gani? Sasa katika kujibu hoja hiyo, wakili wa upande wa walioleta maombi Said Issa na wenzake anayeitwa Shabani Nsato Marijani ameiambia mahakama kuu, mahakama ya rufaa leo, kwamba ile amri ya zuio la kufanya siasa ilimuhusu katibu mkuu na bodi ya wadhamini peke yake, na ameiambia mahakama ya rufaa kwamba ile amri ya zuio la matumizi ya mali ilimuhusu katibu mkuu, bodi, waajiriwa walio chini ya katibu mkuu, mawakala walio chini ya katibu mkuu na watu wanaofanya kazi kwa niaba kwa maelekezo ya katibu mkuu. Akaulizwa sana juu ya watu wengine na mipaka yao, akasisitiza kwamba hata katika hili zuio, swala la zuio la mali, mtu mwingine yeyote anayehusika na mali asiyefanya kazi kwa maelekezo ya katibu mkuu au chini ya katibu mkuu hakuwa amezuiwa. Ni ajabu kwa wakili Shabani Nsato Marijani kuyasema haya mbele ya mahakama ya rufaa leo, wakati ambapo baada ya uamuzi wa mahakama kuu kutoka wazuio tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, sisi tuliuambia umma, mawakili wetu na sisi viongozi tuliuambia umma kwamba amri ya zuio kwa upande wa shughuli za siasa ilimhusu katibu mkuu peke yake na bodi ya wadhamini. Haijahusu kiongozi mwingine yoyote wa chama, haijahusu mwanachama mwingine yoyote wa chama. Na tukasema juu ya amri ya zuio la matumizi ya mali na mipaka yake kwa upande wa watendaji walioko chini ya katibu mkuu. Baada ya sisi kutoa kauli hizo, mawakili hawa wakina Shabani Nsato Marijani na wenzake wakafanya mkutano na waandishi wa habari, wakasema tumepotosha amri ya mahakama. Wakaenda mbele zaidi, wakamwandikia barua msajili wa mahakama kuu kumtaarifu kwamba kuna upotoshaji wa amri ya mahakama uliofanywa na viongozi wa Chadema wa kupanua wigo wa uamuzi wa mahakama. Na msajili wa mahakama kuu akaandika barua na akatoa taarifa yenye kuonyesha kwamba amri za zuio la shughuli za siasa, zuio la matumizi ya mali za chama linahusu viongozi wote, na akawataja kwa majina: mwenyekiti wa chama, makamu mwenyekiti wa chama, katibu mkuu, manaibu, viongozi wote wa chama na watu wote kwa upande wa wanachama na viongozi wa Chadema. Leo wamearuka maneno yao wenyewe hapa mahakamani. Kitendo cha kuyaruka maneno yao wenyewe leo mahakamani kinadhihirisha kwamba msimamo wetu tulioutoa kwa umma kwamba zuio la shughuli za siasa lilikuwa linamuhusu katibu mkuu na bodi peke yake kabla ya muda wake kuisha, ulikuwa ni uamuzi sahihi. Na kwa haya yaliyojiri mahakamani, yaongeze mkazo kwa viongozi wa chama nchi nzima, wanachama wa Chadema nchi nzima, kuendelea na shughuli za kisiasa za chama, kwa sababu hakuna zuio lolote juu ya wanachama na viongozi katika maeneo mbalimbali kufanya siasa, kwamba kesi hii ilifunguliwa kwa nia ovu, kwa nia mbaya ya kuzuia shughuli za Chadema katika mwaka wa uchaguzi mkuu. Walipoona wamezidiwa na kampeni ya no reforms no election, walipoona umma unataka reforms kabla ya uchaguzi, wakaona namna pekee ya kudhibiti hali ya mambo ni kukizuia chama kikuu cha siasa kisifanye mikutano ya hadhara, kisifanye maandamano, kisiwaunganishe wananchi. Sasa matokeo ya kuzuia chama kikuu cha siasa kufanya shughuli za siasa katika mwaka wa uchaguzi
madhara yake ni watawala kuchochea hasira zaidi kwa wananchi.